Alright, again and again, kwa mara nyingine tena nikapinga online TV pekee. Leo nakuletea bwana hili hapa inaitwa An American Werewolf in London. Yaani hii picha story yake ni tamu mpaka tamu tena. Oya wanangu, tufuatane pamoja. Picha yetu inaanza ikituonyesha Marcelo David Kaisal pamoja na Jack Goldman. Hawa ni marafiki wa karibu. Leo walikuwa na kamtoko kadogo, maana kuna sehemu moja walikuwa wanatamani kuelekea. Wakapata lifti walipokuwa njiani, na lifti hii ikawapeleka moja kwa moja mpaka karibu na hiyo sehemu ambao wanataka kwenda, lakini hapa kulikuwa na njia panda, na huyu dereva wa gari aliwapa lifti akawaambia, hakika shukeni hapo chini ya bonde hilo hapo kidogo mtakuta mji, alafu pasueni na mtaenda kuulizia kwa mbele bwana, mtafika sehemu mnaotaka. Machizi walitembea mpaka usiku, na hapa walikuta baa moja ambayo imeandikwa usimwambie baba tuko mbwa wengi humu ndani. Mchizi ajui kitu gani ambacho kinaendelea. Alipoingia ndani ya baa hii alikuta masela wengi hapa wakiwa wanagonga mvinyo, lakini hawa watu waliwashangaa. Mbona watu wote wanatushangaa sisi kwa namna gani? Lakini hawa watu inaonekana baa hii ni baa kipekee, lakini kuna nembo za ajabu, yani kuna nembo za kutishatisha. Na hapa baada ya kuangalia machizi kama kuna kitu wameshtukia, lakini mwanamama huyo alikuwa mkali alipoulizwa kuhusu zile nyota. Na mchizi hapa akasema, oye wanangu, kama vipi umunyi hapa wausu, maana nyinyi inaonekana sio mbwa alafu mmekana mbwa kama wote. Hapa jamaa kidogo kaanza kubishana, lakini mchizi ikabidi waondoke taratibu. Lakini mzee kaona kama kadhalilishwa hivi, kaona hawa vijana namna gani, vipi wameleta maneno kama haya. Na hapa wakajadiliana, na hao machizi mdogo wakaanza kushota mpora kutafuta sehemu wanaoitaka. Kwa hiyo wakajikuta wanatembea tena kwa umbali mkubwa sana, na hapa mvua zikaanza kumwagika na machizi baridi likaanza. Wanangu, si mnajua kama mvua inaga udogo, hata kama inapiga kwa nje lakini ndani itapenya tu. Lakini hapa mala mwezi mpevu, na wakaona jamani, hakika tufanye haraka sana ama ikiwezekana tu katika baa. Lakini wakiwa wanawahi mvua, mara ghafla wanasikia mihungulumo ama vishindo ambavyo vilizidi kuatia uoga, na machizi hawa wawili wakaanza kukimbia. Jack anamwambia unakimbia nini bwana? Lakini mara ghafla Jack anavamiwa chini na kuanza kuliwa vikali na kiumbe ambaye alikuwa ni misili ya mbwa. Jack anajikuta anapoteza maisha. Hata naye Msela aliporudi naye anavamiwa hapa na kuanza kushambuliwa vikali, lakini punde tu anapata msaada kutoka kwa raia. Raia wanamwaga mwanya wa kutosha, na mwisho wa siku anakiwa kile kiumbe, na kile kiumbe kinajibadilisha kuwa binadamu. Ina maana ni yule mzee ambaye alikuwa katika ile baa, yeye hakuwa binadamu bali alikuwa ni mbwa. Mchizi alipata afueni, na mchizi alijikuta yuko hospitali na huduma zikiendelea. Helsick alikuwa daktari ambaye yeye alimpokea kijana huyu na kuendelea kumsimamia kadri mpaka anapopona. Na mchizi aliulizia ndugu yake na akaambiwa, bwana, ndugu yako amefariki dunia kutokana na yule mtu ambaye alikuvamieni. Akasema hapana, kuwa mtu huyu bidada anaitwa Alex, akatumwa alete dawa kidogo ili mradi waendelee kumchoma mchizi kwa sababu hakuwa kama yuko sawa. Basi wakiwa majadiliano na wakiwa wanazungumza juu ya hali yake na juu ya taarifa za ndugu yake Jack Goldman kwamba tayari amepoteza maisha na hayupo tena katika ulimwengu wa kawaida kwa sababu mtu ambaye amewashambulia aliwaumiza vikali. Jamaa anaambia hakuwa mtu bali alikuwa ni mnyama. Yule anaambiwa bwana, yule hakuwa mnyama bali alikuwa ni mtu. Kwa hiyo hawa watu hawakutaka kuamini stori za mchizi anazosema, na mchizi akajikuta anajiona yeye yuko uchi anatembea, kumbe alikuwa anaota. Na alipokuja bidada akamwambia, hakika sijisikii vizuri na hata kula sitamani. Dada akamwambia hapana, inabidi kama mgonjwa taratibu ugonge msosi uweze kupata nguvu. Na bidada Alex akaanza kumsaidia mchizi, kuanza kumlishalisha, kuanza kumpa matumaini, na mchizi akaanza kumwangalia bidada kiuroho. Lakini hapa anajiona tena anakimbia, yupo polini na begi lake lile, yani ile hali inazidi kumtokea tena na tena. Na hapa akajikuta anabadilika sasa na kuwa kama zombi. Ikabidi amwambie mchizi, bwana, najiona meno yananitoka, najiona kama niko tofauti. Lakini mzee Helsick hakutaka kuelewa, akamwambia hakika hizo ni ndoto tu, na kama ni ndoto inabidi utulie, na haya majeraha yako yote yatakaa sawa na majeraha utapona. Huku bidada Alex leo ikabidi awe mlinzi wa kumpa company Msela ili mradi, kwa sababu amesema anaogopa kwa kuwa ndoto anazoziota ni mbaya. Basi Nesi leo alitulia hapa, lakini hapa aliona kama kuna majitu yameingia na sura mbaya, amejibu asiomejibu, inamwaga mwanya na kumwaga. Lakini hapa Msela kumbe tena ni ndoto, anaamka anaona bidada bado anasoma vitabu vyake, na dada bado yupo
hapo, anambia nini? Anambia bado unaota tena wewe? Anambia bado naota. Basi hapa tena dada anajikuta anafungua pazia na mchizi bado ilikuwa ni ndoto, yani ndoto juu ya ndoto. Dada sasa hivi ni moto fire. Hapa mwanae anamletea chakula, lakini ghafla anamuona yule mwanae Jack Goldman amekuja hapa. Anamwambia hakika sio ndoto tena, hii hapa ni live. Hakika wewe inabidi hapa utoke haraka sana, kwa sababu mwezi ukiwa mpevu tu utabadilika na kuwa mbwa mwitu ama kuwa mbwa binadamu. Hakika utawazuru watu, hakika utapata miamko, kwa inabidi uende sehemu ya mbali ukajifungie. Hata unapobadilika usizuru mtu. Mchizi wake amekuja hapa, ingalikuwa sura yake haiko sawa sana, imeharibika kutokana na mikwaruzo mikali ya yule mbwa mwitu. Jamaa akataka kama kuamini, lakini akawa anambishia mwanae na kuona mwanae hii ni ndoto. Jamaa bado ameng'ang'ania ni ndoto, na msela anamwambia hakika kuna ndoto hapa, hii ni reality na mwezi unakaribia, bado siku 2 tu. Hakika tafadhali ondoka sana hapa, ondoka haraka sana hapa hospitali. Kwa hakika mchizi akuamini, ikabidi apige alarm, na nurse Alex alikuja. Anambia vipi? Mchizi akaamba kula kitu kwanza, piga busu zito sana. Akamwambia hakika mimi naogopa, kiusikana nimetokea sana kukupenda, nimekulava mwenzio kwa kuwa huduma ulionipa. Wakachukua na Alex na mchizi Davis wakaondoka moja kwa moja mpaka kwenye apartment ya Bi Alex. Mchizi hapa amekaribishwa na kutokana na hali yake ishakuwa nzuri, na basi yakuwa na budi kwa sababu hospitali leka nusu mwezi mzima, na leo akapata chance kidogo, wakaanza kupiga mvinyo taratibu. Na usiku wa leo ama siku hii jamaa alifurahia vizuri, lakini Jack alimfuata tena, na mchizi akaona kumbe ni reality tena, sio ndoto. Lakini Jack hali yake ni mbaya. Mchizi anamwambia tulia, anamwambia hakika mwanangu, kaa mbali na binadamu, kaa mbali na watu, utawapoteza watu unaowapenda. Hakika kakae mbali, kwa sababu mwezi utapokuwa mpevu utakuwa na maafa makubwa. Bidada akiwa hana moja wala mbili, na unesi ama dokta ambaye aliwatibia alikuja huku kutaka taarifa na kuwauliza jamani, hakika mliona watu wawili ambao wakipita hapa, vijana wawili ama sela kutaka usaidi mwingi, ikabidi wamtolee nje huyu mzee, kumwambia hapana, sisi hawa watu hatujawaona. Na mchizi alipoambiwa hivyo akaona bora jikatae, lakini kipindi anatoka nje huku mvua ikinyesha, kuna kijana hapa alipomuuliza, kijana alisema hawa watu wamevamiwa sana na hakika watakuwa ni mbwa mwitu, na kama ni wazima watu ni wa kuwaua kwa sababu wataleta maafa. Na wewe kijana, kwa nini umetoa siri? Basi mwezi nao ukabadilika, na huku bidada yuko hospitali na mchizi hapa akiwa anaangalia TV taratibu. Hali ya mwili wake unaanza kusumbua, nywele zinaanza kubadilika, vinyoleo, kucha, kila kitu kinaanza kuwa kama jinsi alivyoambiwa. Mkono ulikuwa mkubwa sana na meno taratibu yanakuja na sura ilibadilika. Yani mchizi kweli yale aliyoambiwa na Jack ndiyo ambaye amekamilika. Kwa hiyo michubuo ile ilimpelekea huyu mwana kubadilika na kuwa zombi ama kuwa mbwa mwitu. Wawili hao wakiwa katika mapenzi yao taratibu, baby na kupenda pia. Basi wakiwa wanagonga chazi, mchizi aliwavamia ile kapo nzuri wakiwa wanapendana na kuharibu maisha. Na hapa alikuja moja kwa moja kwa hawa lalao wakiwa wako nje wenyewe wanaota baridi kutokana na hali ya hewa ilikuwa sio nzuri. Kimbwa kidogo kinabweka kwa sababu kaona mbwa mtu hapa kaja. Basi hawazee taratibu, huyu mbwa tangalina kawa anabweka, wakiwa hawana moja wala mbili, wakiwa wanatazama kule. Mchizi tena alivamia watu hawa tena na kuadhibu vibaya na vibaya, huku na huku tena. Mchizi naye akavamiwa. Jumla usiku huu ameua watu 6, na mchizi anajikuta yupo katika banda amelala akiwa yuko uchi wa mnyama, na ajui kafikaje hapa. Mbwa anamwangalia, lakini mbwa huyo hakuwa na shida. Mchizi alipanda taratibu na kutoka nje. Mchizi akiwa uchi wa mnyama akaona bora aibe maputo ya mtoto na hapa kuchukua hii nguo ili madi kujistiri, alau kidogo awe na afadhali, awe kama mtu. Taratibu magazeti yakachapisha na habari zikazidi kusambaa. Mtu ameua watu 6 kwa kuwaua vibaya, lakini mchizi hapa anarudi nyumbani kwake hana moja wala mbili. Hata bidada anamwambia nguombe to wapi, halibaki hana majibu ya kumjibu na kugonga chaz kidogo. Bidada kwa kuwa ndo ametoka tena nanio, na mchizi hapa akapokea simu kupigiwa na huyu mzee kumwambia kwamba hakika huyo sio mtu, huyo mtu ni kuachana naye. Lakini hapa mzee ananyanyanya kidogo viziwa, muda wote mchizi anajisikia joto, anataka kumpelekea mtu moto. Basi wakiwa ndani ya gari hapa sasa, huyu dereva inabidi aseme bwana, jana usiku kuna mtu bwana akafanya mauaji makubwa sana, kaua watu 6. Sasa msela hapa anaona kumbe ni kweli, kwa sababu alikuwa haelewi chochote. Ikabidi ashuke ndani ya gari
moja kwa moja aende kuangalia hao watu wamekufia wapi. Na hapa akasema, hakika polisi, wewe si polisi, basi nikamate mimi ndio ambao nimeua jana watu 6. Polisi hapa akaambia, mimi siwezi nikakukamata kwa sababu sijakuona. Akaambia, hakika mimi ndio mtu mbaya, jana nimebadilika na kuua watu. Mke wangu nakupenda sana, unajua nakupenda sana, lakini mimi mpaka sasa hivi sio mtu mzuri kwako, naweza nikakusababishia matatizo yote. Mwanadada aelewi kitu gani kinachoelea Alex, na mchizi akaendelea kukimbia, na hata alipojaribu kujikata ili madi asikie hata maumivu, wala maumivu hayasikii. Kwa mbali mtu mzima Jack Godness anamwambia, hakika njoo huku wewe, usitaki kuwazuru watu ambao wewe si kadari yako, inabidi uende kukaa. Na kweli watu wote aliwang'ata usiku, wote wameshabadilika, yani wote washakuwa viumbe vya hatari. Kwa hiyo ina maana anapokung'ata basi na wewe unabadilika kuwa mbwa, yani unapong'atwa na huyo mtu na wewe unang'atika kuwa shetani kama jinsi alivyokuwa yeye. Basi Jackie akaambia, watu wako nimewahifadhi hapa, lakini tena mwezi unapokuwa tena mpevu hali inarudi tena vile vile. Na hapa alikuwa katika ukumbi wa maonyesho na akajikuta tena kabadilika na kuwa shetani. Watu wanakimbizana mama, na mapolisi walipoingia jamaa tayari alikuwa tayari ameshasepa, na mchizi hakuogopa chochote, na macho yake makavu aliingia mtaani bila kujijua na kushindwa kujikontrol nywele mwili mzima, na kuendelea kufanya mauaji kwa watu wajari mama. Na huku bidada anapata habari kuambiwa na ule daktari yake, Helchik, twende ukajishuhudia kwa macho yako, maana ni story tu. Na hapa msela anajikuta yuko mbaloni, watu wengi wamemzunguka, hana cha kufanya, na mzee hapa na maskari na nchi nzima wakamweka chini ya ulinzi, kwa sababu mchizi alikuwa na hasira sana, alikuwa anafanya mauaji bila kuweza kujikontrol mwenyewe, kwa kuwa anapokuwa katika hali ile inakuwa shida. Bidada akapenya, mwisho siku akatokea, na alipotokea ambe, jamani baby David, tafadhali mimi nakupenda, usije kufanya mambo kama haya. David hakutaka kujijua na hakutaka kuelewa, lakini taratibu anaanza kunyong'onyea kwa nguvu za mapenzi. Lakini baadaye David anabadilika tena, na anapotaka kumchenjia moto na washwa, na serikali hawakulemba, walimtia vyuma vingi, na David alidondoka chini, na taratibu bidada Alex, David anamuona anakufa mbele ya macho yake, kwa sababu alikuwa tayari ameshaanza kumpenda, kwa sababu mchizi alikuwa sio poa kwenye kupeleka moto. Oya wanangu, usisahau kutufollow, usisahau kusubscribe kwa miendelezo mikali na movie kama hizi. Ni hapa Kapinga Online pekee, kisiwa cha burudani.